Karibu sana kwenye exclusive interview kwa mara nyingine tena. Hii ni Zamaradi TV, mimi naitwa Zamaradi Mketema. Mambo vipi Tanzania? Siku hii ya leo niko na mmoja kati ya watu ambao kiukweli binafsi na heshima kubwa sana na yeye. Kwa nini basi? Ni mmoja kati ya makomedian ambao hana muda mrefu kwenye game hapa Tanzania, lakini ameonekana kufanya vizuri sana. Amekuja na style ambayo ni tofauti na zaidi ni mwanamke. Kama unavyojua tuko kwenye mwezi wa wanawake, na huyu ni mmoja kati ya wanawake ambao ameleta mapinduzi ya namna yake na aina yake katika upande wa comedy Tanzania. Unataka kufahamu ni nani? Endelea kuwa hapo. Exclusive interview. Karibu sana. Kama ambavyo nimekwambia, niko na mmoja kati ya wachekeshaji wa Kitanzania ambaye ni mwanamke. Anafahamika kwa jina la Tabu Mtingita. Oh yes, nikishasema hivyo moja kwa moja utakuwa unafahamu tuko na nani ndani ya studio zetu siku hii ya leo, na nimemuita hapa kwa sababu natamani kujua vitu vingi sana kutoka kwake, changamoto zake, ukizingatia yeye ni mwanamke na comedy mara nyingi imeonekana kama ni kitu ambacho kinafanywa na wanaume mara nyingi, lakini ni mwanamke na anaonekana kufanya vizuri na anafanya vitu tofauti kiukweli. Karibu sana. Asante. Na nimefurahi kukuona siku hii leo. Mimi pia nimefurahi kufika hapa. Yaani niko natamani. Mungu mwema kabisa. Yaani kila kitu Mungu anasema kinawezekana. Na inawezekana. Maombi yangu yametimia. Kwa nini ulikuwa unatamani kufika hapa kabla sijaanza na interview? Kuna vitu vingi ambavyo unavifanya vinanifanya kama mwanamke kufika sehemu fulani, lakini mwenyewe hujui. Unafikiri unapokuja kuwahoji watu labda unawahoji tu kutoka hapa wametoka. Sisi tunaangalia, tunasikiliza, kuna kitu tunakipata kutoka kwako. Asante sana. Nataka utambue kwamba nawe ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri kwenye sekta yako. Asante sana. Na siku hii ya leo natamani sana, kabla sijajua changamoto na vitu vingi, ni kujue Tabu. Tabu ni nani? Jina la Tabu ndio jina lake halisi, ametokea wapi, amesomea wapi, historia yake, na hivyo unaonekana ni mtu ambaye unaigiza kama sauti ya watu wa kusini. Ni kweli wewe ni mtu wa kusini au ni kitu tu ambacho unafanya kwa ajili ya sanaa? Okay. Jina langu halisi ni Tabu Mtingita, la ukweli kabisa. Ndio jina langu la kuzaliwa. Lakini Tabu alizaliwa Rufiji, wilaya ya Utete. Tabu ni Mdengeleko, si Makonde. Okay. Lakini Tabu alizaliwa mwaka 1981. Baada ya hapo, huo mwaka 81 ndio aliingia Mtwara. Kwa hiyo Tabu katambaa kule Mtwara, kasimama dede Mtwara, katembea Mtwara. Okay. Kwa hiyo mpaka nakuwa napata akili, najua vitu vyote, kusoma shule za vidudu, shule ya msingi, sekondari, japo sekondari ilisha katikati. Mambo mengi muda mchache. Yote ilikuwa ni Mtwara, lakini mimi si Makonde, ni Mdengeleko. Lakini sasa hivi sitaki kujiita Mdengeleko, najiita Makonde kwa sababu ndio ambayo imenipa heshima, kwa sababu wa Makonde ni watu ambao wametupokea Mtwara kama familia, tumeishi nao vizuri. Leo hata nikisimama Mtwara na shida lazima nisaidiwe, kwa sababu ndio nyumbani. Na watu wanakutambua kama mtu unayewawakilisha. Kabisa kabisa, na wanatambua mchango wangu mkubwa sana, na wanafurahi sana sana, na wananiombea kila siku nizidi kufika ambapo mimi napataka. Tabu ameolewa, Tabu ana watoto. Tabu subutu. Tabu aliolewa, alikaa kwenye ndoa yake kama miaka 12. Mingi sana. Nijikaza. Hatari. Hapa katikati kuna mambo mengi. Mengi, ugoni, vitu vingi. Ambaye nani alishika ugoni? Sina sema ndoa. Mpaka nikafika miaka 12, ina maana nilijikaza. Umeona? Lakini kuna kitu mimi nataka nikwambie, Dazama. Ndoa ni uvumilivu, ndoa ni upendo. Kama kuna kati ya mke na mume mtu anataka kufanya kitu fulani, basi jaribu kumpa nafasi. Mimi Mungu alinipa nafasi nzuri tu, niongee tu ukweli. Kwa Mwenyezi Mungu, sije baadaye nikashikwa mdomo. Lakini binadamu wa pembeni alikuwa ananiruhusu kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam kufanya chochote kile katika sanaa yangu. Na kuzingatia Mtwara mimi nimeitafuta sanaa tangia 2007. Nitafuta sanaa ilipo. Sikuchoka. Nimekuja kuipata sanaa na miaka 39. Na maana ni juzi tu hapa. Sasa hivi na miaka 40 hapa nilipo. Lakini sasa
unajiuliza nilichokuwa nakitafuta nikuje kupata umri kidogo umesogea, lakini mimi naona kama ndo bado. Ndio wanasema 40 is the new 30. Iko Wazungu. Kwa hiyo sasa nimekuja kuipata, afu sasa ninapokuja kuipata unajua unataka kufanya kitu lazima akili itulie. Lakini unafanya kitu unasikia hichi mara hichi, watu wanasema unafanya hivi wakati mwenyewe mimi natambua nini ambacho nakifanya. Na kutoka Mtwara na kuja Dar es Salaam kuitafuta sanaa na kuitafuta riziki iko wapi. Mikoani sasa hivi bado sanaa tunaijua kuanzia Dar es Salaam Dar kwenda huko mbele. Lakini uzungumzia mikoani bado kabisa. Pako nyuma. Kwanza hiyo sanaa yenyewe kuifanya tu katika ule mkoa wa Mtwara mpaka mtu kujua leo Tabu amefika hapa. Yani nilipitia mambo mengi sana. Kudhalauliwa, kutukanwa. Yani kuona kama Tabu sijui mtu aina gani. Kashfa nyingi sana. Lakini kashfa hizo zilikuwa zinatoka ndani ya wazee wangu, japo walikuwa nikisema wale wazee ambao wenye mboga 7 ndio Tabu alikozaliwa. Hana shida ya kwamba eti lala asubuhi afikiria nataka kula nini. Tabu hana shida hiyo. Kila kitu kipo, lakini bado nilikuwa nitafuta sana. Nimeipata sasa. Mkeo hivi nikamwambia sasa sikiliza mambo yesu mengi. Tumekaa mpaka miaka 12 nimefika. Sitaki tuseme tuniachane tu kwa sababu ya kitu fulani. Na kuachana sio jambo zuri kisheria ya dini. Na sisi ni watoto wa Kiislamu. Lakini panapofikia mimi akili yangu inatakiwa itulie. Hebu tupumzike kwanza. Sitaki ugomvi, sitaki matatizo. Kwa hiyo sasa hivi nimeachika. Okay. Nimeachika mwezi wa 2 mwaka jana 2019 au mwaka 2020. Okay, kwa hiyo mwaka jana na tangu tukutambua tu ulikuwa bado niko na mume wangu. Ila sikubahatika kuzaa naye. Ila na mtoto mkubwa yuko form 6 nimezaa na mtu mwingine. Okay. Enzi za udogo. Nimezaa mwaka 2000. Okay. Yuko form 6 size nimezaa na kamishna magereza mmoja. Lazima nitaje bwana. Si baba. Ndio mtu ndio. Haijalishi mimi ndo nilianza. Ndio lazima niseme. By the way, mumeo alichukuliaje baada ya kumwambia sasa tupumzike? Kibinadamu wote lazima kama tulikuwa tunapendana na tunasupportiana lazima kuna kitu kipo, lakini unaipusha vitu fulani vingine visitokee. Kwa sababu mimi niishi sana na wazee wangu. Mpaka sasa hivi wazee wangu hawapo. Wamefariki wote. Anaweza mama akafuata mzee wangu. Lakini ni watu ambao nimeishi nao mimi kuliko ndugu zangu wote. Kwa hiyo nilikuwa naona jinsi maisha walivyokuwa naishi. Na mimi ndio nilitamani vile kama napata Mungu niwe vile tuzike, tuzikane. Lakini haikuwa bahati, japo nimejitahidi kukaa miaka yote 12 lakini haikuwa bahati. Lakini nilivyomwambia hivi tukakaa chini, tulikaa kabisa wote. Yaani si kusema nimemkimbia, sio nimefanyaje. Nimemwambia kama hivi ninavyoongea na wewe. Kichwa changu inatakiwa kujua sasa hivi Watanzania wanataka nini. Nimeshawaonjesha Tanzania. Kuja kuwakatisha ghafla. Labda niingie kwenye kisima cha maji nikae wiki afu niulize uko vipi? Afu nikiibuka. Kwa hiyo nikamwambia natakiwa niwe na utulivu mwingi. Kwa hiyo kama unaona hivi watu wanakuja kukwambia hivi, wanakwambia vile ambavyo havipo. Kwa sababu labda niongee tu kweli, sifa ya Tabu sio muone. Tabu anapenda mume mmoja. Na kwa unaojua hata ninachokiongea watasema kweli kaongea ni sahihi. Naongea mpaka Mwenyezi Mungu anajua hilo. Sina ile tabia ya kuhangaika. Sina nayo. Ndio maana hata huko nyuma wakati nafanya harakati zangu nilikuwa na mume huyo mmoja. Mpaka imefikia jina natoka. Fikiria nimetoka wapi? Ndoa yangu nimeifunga mwaka 2012 nimefunga ndoa yangu. Kitu kama hicho. Kwa sababu sasa hivi na miaka 12 hivi ni kweli nadanganya. Ni 2007. 2007. Ni mbali sana huko, lakini kote nilikuwa nahangaika. Na alikuwa anaelewa.
lakini sijui alikuwa anaelewa tu kwamba sanaa itaishia hapa pale Mtwara. Kwa hiyo kilichokuwa kinakusumbua wewe labda maneno yale yalikuwa yanamuingia. Yani kwamba alikuwa anaamini hicho anachoambiwa. Kwa hiyo mkawa mna migogoro ya hapa na pale ambayo haiishi. Simu zikipigwa saa nyingine zipokelewi, hatufanye hivi hatufanye hivi. Ifikia mpaka hatua. Napanda gari naenda Mtwara ajui nimefikaje. Yani ajui na ishije na kula nini. Hata kama anakuja huko. Anajua mwenyewe tu. Lakini bado nilikuwa siseme kwamba tayari nimeachwa basi nitafute kitu kingine. Mpaka pale nilipoamua kufanya maamuzi fulani. Na sio kwamba leo au kesho, natakiwa muda ukaa kufikiria sana. Haijakuletea matatizo kwenye jamii yako, labda wengine kuona kwamba umetoka, unamwacha mumeo na watu kuongea maneno ya namna hiyo au hata yeye mwenyewe binafsi? Yapo, lakini labda niongee tu kwa mume wangu mimi kwake nilikuwa kama vile vile ni mlezi wake. Nilikuwa naishi naye mume wangu kama unajua kuna mwanamke anapenda heshima. Apende sijui mume ana majumba na nini. Mimi nilifuata heshima. Mungu mimi hakuwa na kazi yoyote. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa baba. Mimi ndio nilikuwa mama. Lakini nilikuwa na mheshimu kama mume wangu. Kwamba ile nimerudi bwana labda na hasira nini ndio akonipoza. Twende hivyo. Napenda vitu kama hivyo. Napenda mwanamume wa namna hiyo. Sipendi pesa. Mimi napenda damu. Kwetu kule nitani kupendea damu. Umechanikiwa tu upo tu na bwana. Unadela moja unafua nikikauka pite mwizi ile inavyoita. Hata ibasa ngapi unalisubiria? Ndio nikupo mimi. Na so nimebadilika ndio huyo. Kwa hiyo hata atakayekuja hajua nimempendea damu. Kwa hiyo maneno yalikuwepo. Maneno yalikuwepo. Na kwa yeye mwenyewe pia? Kabisa. Yaani kabisa. Najua nafikia mpaka tu ana nisemaje, anaongea vitu ambavyo vinakukatisha tamaa. Unajiuliza huyu ndo yeye, lakini najua kwa sababu hapa ni uchungu. Na sasa hivi mtu mwingine anaweza kwa taarifa hizo ninazosema amemwacha sasa hizi stars nini hivyo wanaongea hivyo, lakini kuna watu ndugu zake wao na ndugu zangu wanajua mimi nilikuwa naishi naye vipi yule. Hakupaswa kusikiliza hicho cha pembeni. Walikuwa wanajua kwa sababu mimi ndio nilikuwa nafanya maisha yaende mimi na yeye. Sasa mimi nikufanya sasa hivi iko hivi. Maana nakaa nafikiria Watanzania wachekeshe nini? Mtu anione tabu kachekesha. Tabu uko wapi? Njoo hapa kuna kazi upate hata 5,000. Nikachukua 5,000 nijue nyumbani kwangu naigawaje. Natakiwa kuvaa, natakiwa kuumwa kwenda hospitali, natakiwa kulisha familia. Alafu hapo napata na kero zingine mauzi mengine. Hakuna binadamu. Hakuna. Hakuna mtu yote atakayeweza. Hayupo. Na umeshawaza labda baada ya muda nitamrudia akishajielewa au ndio safari imeshaondoka? Imeisha. Kwa sababu unajua kuna kitu mimi najifunzaga, kitu kikianza kuharibika hapa mwanzoni unijitahidi ukifanya hivi lakini kawa kienti. Kwa hiyo nikaona hata nikisema baadaye tena nivumilie hivi kwa sababu hapa tumeachana mwezi wa pili. Ujui hapa katikati mpita mambo gani? Mengi sana. Kwake naambiwa na ile labda kwangu naambiwa. Kwa hiyo sasa kila mtu ana kitu moyoni. Nikiangalia ni wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya sana matangazo. Ndiyo. Kwenye page yako ya Instagram na kiukweli umekuwa na impact kubwa sana compared na comedians wengine. Ukikata ukiangalia comments ni nyingi na hiyo inamaanisha kabisa kwamba watu wanakukubali. Natamani kujua faida ambayo unaweza ukasema alhamdulillah kupitia hii comedy ambayo watu wamenidharau nayo au wameniona nayo kwamba sifai mwanzo, sasa hivi imenifikisha hapa. Yani Tabu anaweza kaingiza mpaka kiasi gani kwa mwezi kupitia yale matangazo tu? Kuingiza kiasi gani siwezi kulizungumzia isipokuwa Tabu wa zamani alikuwa ni Tabu kutafuta mwenyewe kila kitu mwenyewe. Lakini sasa hivi kama hivi ninavyofanya watu wanaona wanafurahia, wananipa kazi, napata matangazo nafanya. Lakini sana yetu Tanzania iko hivi za maradi. Nadhani hata mwenyewe unajua. Watu wengi wanakatishwa tamaa kutokana na kipato. Tabu huyu mnamwona anachekesha anafanyaje? Lakini unaweza kukuta na matangazo mengi lakini ukakuta pesa ambayo napewa ni ya kawaida sana. Yani tuna tabia bado hatujamheshimu msanii. Kazi ya sana. Yani mimi kuna kitu nalilia thamani. Mimi kuna kitu nakililia sana thamani.
Na unadhani hiyo thamani inatakiwa ianze na nani? Ianze na wewe au mtu anayekuletea? Thamani kwanza inatakiwa kwanza mwenyewe kwanza ujithamini. Kama mimi najithamini mwenyewe kama mwenyewe. Kwa hiyo mtu anapokuja mara ya kwanza akaja kana kitu chake anataka kufanya hivi na hivi, unamsikiliza, unamkuta analia, anafanya. Unamwona kabisa kama huyu anataka kupa thamani, lakini bado unajua huyu mimi ananikandamiza. Lakini sasa nafanyaje? Sina hela kula na familia, mtoto anasoma. Inabidi uchukue. Lete tu hicho. Tusaidiane kwa hamu ya kwanza, hamu ya pili basi tutajua tunafanyaje. Lakini unakuta mtu umeshamfanyia ya kwanza tayari kashapata. Na pili umemwambia ukirudi tutafanya hiki, atarudi tena? Hawezi kurudi. Lakini nashukuru Mungu. Naonekana saizi tabu. La kwanza kuonekana na watu, heshima. Unajua unapokuwa una jina na watu wanakutambua wengi, lazima kuna vitu vibadilike. Kupitia interview ambayo ulifanya na Mtazamo Wangu niliangalia kuna sehemu ambayo ulisema unajutia kitu kimoja, ushawahi kuacha msiba ndani kabisa ukatoka nje kwa ajili ya kazi za sanaa. Natamani kujua ulikuwa ni msiba wa nani, ilikuwaje na ilikuwa ni kazi gani ya sanaa ambayo ulikuwa unaikimbilia? Mfuyo. Chengesha kuna huzunisha jamani. Kama nilivyokuambia nimetoka mbali sana kutafuta sanaa yangu. Lakini nimefanya vitu vingi sana vya kwanza hata wazee wangu wafu leo nitamani wawepo. Nijitetee basi niseme hichi ndio nilichokuwa nakitaka. Lakini silas. Ulikuwa msiba wa mjomba wangu ambaye alilelewa pale nyumbani kama ndugu. Ni ndugu wa mama. Wazee wangu walikuwa na tabia ya kuja vijijini kuchukua ndugu zao kanao, kwa hiyo tunaambiwa huyu mjomba, lakini kama mtoto wa mzee Mtingiti. Yaani alikuwa ni mtu wa karibu, unajua mnapoishi pamoja mnavokaa. Unakuwa ni ukaribu mkubwa. Mjomba wangu alipata maradhi, aliugua muda mrefu. Tulikuwa tunamguza pale nyumbani mpaka mwanzo kumfikia pale nyumbani. Sasa siku ambayo anafariki ni siku ambayo kuna watu walikuwa wametoka Dar es Salaam wamekuja pale Mtwara. Kwa sababu sana nilianza zamani mtoto akitoka Dar anaulizwa kuna msanii hapa lazima atajue Thabo Mtingita. Kwa sababu nilikotoka huko. Wakasema anapatikana sehemu fulani. Napigiwa simu nipo katikati ya msiba. Kuna watu wametoka Dar wanataka kushuti, nenda kuonekana kwenye TV huko. Na hapo ndo mwanzo kufika na nini. Simu alinipigia ananipamba sasa. Kasema asubutu. Napitia mpenyo gani? Kulia watu wamejaa, kushoto watu wamejaa. Nikasema hapana. Sijali wala nini. Mimi nataka nionekane jambo la lifike. Si bado maiti iko ndani. Muda wa kuzika saa 10. Acha nitoke saa 2 asubuhi nipigiwa. Nikajifanya kuangalia watu pale wanalia sasa hizo mnyamaza mfanyaje. Nikawacheki pale kwa wengine walii nini. Na mimi nikajifanya kuchukua dela nikajifunika gubi naenda chocha nje. Na mfuko wangu nzizo lambo tunazozungumzia kati yangu 2-3 pale. Unaenda ningependa kuoga. Nimelia sana mpaka mwili umechemka. Naenda kuoga. Hajikaze. Toka zangu mimi nijifanya kuingia chooni kweli nikakaa dakika 5. Pata picha choo cha msiba. Kila mtu anaenda naingia na kutoka watu wanataka chooni kule pole. Lakini naambia bado. Natafuta pa kupindukia. Nikaletewa stuli mimi. Nikapanda juu. Nikatokea upande wa pili mtu akapokea mzigo wangu. Uzuri nyumba yetu ni kubwa sana, yani hata ukisema umetokomea huko mtu kiruka ukuta mtu hawezi kukuona. Nikatokea upande wa pili watu na gari lao wako nichukua mjini. Bima hiyo. Kwenda pale haya character ishapona basi na msiba hapo. Yaani najifanya sijafiwa. Mungu anatisha sana. Mimi Mwenyezi Mungu anisamehe kwa hizo. Nilienda Zamaradi nilishuti, nilijituma mpaka umetoka pale. Afu sikupewa 100 wa $50. Sana niliambia tu ongela unafanya kazi vizuri. Na mimi nikaitikia asante. Na msiba sio chukua hela na wao walijua. Ukaweka hata ubani ulikotoka kwa labda ujitetee hakuna. Nimeweza kushuti mimi. Haya asanteni narudi tembea kwa miguu mpaka nyumbani. Saa ngapi? Saa 11
jioni. Watu washazika umesharudi. Yaani mimi na ingia tu ndani watu wanarudi makaburini. Mtu wa kwanza kuonana naye alikuwa mama. Aliponiona aliingia sana, alitia. Na alikuwa analia huko anasema nini? Sasa sina mtoto. Sina mtoto hapa kabisa, sina mtoto. Niambie mama. Mimi toka tunaenda kwa jirani nikasubiri watu wanatoka makaburini warudi, akaambia hapana, taarifa zako tunazo. Unaenda kufanya mambo yako ya sanaa. Itakufikisha wapi sana mwana? Umenitia aibu. Watoto wamejua hapa huko. Umeacha msiba ndani hata baba yako. Mama. Msiba. Umezika mwanzo jioni kacha familia. Ikuwa sasa tena taarifa msiba ni taarifa ya tabu. Kwa nini alitacha msiba? Akaenda kufanya mambo yake ya sanaa zamani. Ukajitetea vipi? Ndio msamaha kwa sababu taarifa zilifika kama zilifika mbichi. Zenye kuelezeka na kubalika kwamba kweli nilichokwenda kukifanya. Sikuwa na jinsi. Alitoka mdogo wangu ambaye nimemzika juzi. Yule alikuwa ni mdogo wako kabisa? Ndio kabisa. Zaidi ya ndugu. Zaidi ya ndugu. Zaidi ya ndugu zangu. Mali kwa mdogo kipindi hicho. Akaniambia, akanyosha kidole. Akamwambia baba na mama, jamani hili lishapita, msameheni. Hamwezi jua kila kitu kinakuja kwa malengo. Mimi akasema kama kuna kitu cha hukumiwa mdogo wangu. Hukumiwe mimi. Faraja anaongea, alikuwa anaitwa Faraja. Akasema kuna kitu cha kumhukumu dadangu. Nihukumu mimi. Naomba mumwache, inatosha. Mipango tu ya Mungu isijua. Leo natamani, zama natamani Mungu angewafanya wakaja tu nikawaambia neno moja tu. Na japo hata wanunulia chochote ambacho ningeweza kupitia sanaa wakajua kweli hichi ndio nilichokuwa nakitaka. Na unajisikiaje leo kujiona Tabu ni huyu mkubwa ambaye anapita sehemu watu wanamtambua, na sio kumtambua kwa kero ila kumtambua kwa heshima, and then wale wazazi ambao walikuwa hawasupport kile kitu hawapo kuona hayo mafanikio? Najisikia faraja sana Zama. Sana. Mimi Mtwara nilikuwa naishi kama mkimbizi, japo nilikuwa najua mwenyewe ninachokifanya nitafika wapi. Sikuwa nikukata tamaa. Na tuna redio pale ndogo ndogo kama Pride. Safari. Interview zao nimefanya sana kabla hata sina jina, na washukuru. Umenisupport sana zile redio mbili. Bila kinyongo, lakini kila nikifanya kwenye interview nawaambia kuna watu wananiona sina akili. Watu wengine wananiita mtu mzima ovyo, wengine hivi, lakini kuna siku kuna watu watakuja na ngwanda watalipata 200, afile 200 nitatumia mimi. Nilikuwa naongea, watu wanajua kama comedy, watu wanacheka. Leo wenyewe wamekuwa mashahidi wa kuongea. Tabu alisema tu, sengine nasahau mimi, wananikumbusha wao. Tabu alisema hivi na hivi. Ulisema kama mnakumbuka nyinyi basi asante. Hicho ndio nilichokuwa nakitafuta. Sikusema nimvunjie mtu heshima. Na nilikuwa nafanya sana yangu kwa ubora kabisa, kwa heshima kabisa. Kama unavyoona ninapofanya video zangu. Yeah, I see. Kwa sababu watu wamezoea kuvaa vitu vya ovyo nini. Juzi nilikutana na mtu mmoja, ustazi ana Singida kabisa. Kavaa kanzu, kavaa kashia. Aliponiona akasema asubutu. Nikageuka. Ongea mama. Mimi mke wangu kila kiamka asubuhi analetea simu. Angalia Tabu leo kafanya hiki. Angalia Tabu leo kafanya hiki. Lakini baadaye nikasema utabu na. Nilienda kufungua account ya Insta, nilikuwa sina, lakini kwa ajili ya kukuangalia wewe. Kwa nini aliniangalia Zama? Aliniangalia kwa sababu ya kazi. Mimi ningekuwa navaa vitu na bana nyama zangu, mashallah mimi nimejaliwa. Haujaniona Zama.
Zamani sivie. Kama unakoma wapi? Nimekuona mashallah. Niko vizuri. Nyama zipo. Na nikisema nipige jinsi zangu zile mashallah. Ndio sasa ndo nafanya vichekesho yani nimevaa pia. Alafu wewe ndo zama sasa unachukua video yangu naenda kumuonyesha shemeji. Asubutu wezi. Unaangalia wewe utamaliza wewe. Kwamba nitaogopa. Huwezi kwenda nyama zangu nyingi. Huwezi kwenda. Okay. Kwa hiyo haya mavazi hata kumpelekea mtu nimevaa dela langu la kesho anaangalia anajua mwili wangu umestirika huko katika sehemu salama. Kwa hiyo hata kimuonesha mume wangu mwali inawezekana na vyake. Kumbe vyangu viko kwenye dela. Vimefichika. Unaona hiyo? Kwa hiyo napata faraja kubwa sana kuona hata watu wenye dini wanakuangalia, sio mashetu, mapadre wengine wananipigia ni ambao ni watu ambao nilikuwa nawasalimiana nao, wananiambia ongela tunaona kazi zako. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Kitu gani cha kwako cha kwanza katika kazi zako ambacho ndio kama kilikuletea mapinduzi au mabadiliko kwenye maisha na ulikaa ukiangalia na hata feedback au mapokeo yakawa ni makubwa sana na hata wewe mwenyewe ukakaa ukasema hivi huyu ndio mimi leo nafanya hiki kitu? Ni nini ambacho unakikumbuka? Gari. Nimenunua gari. Mimi nakuja Dar es Salaam sana. Nikatumia usafiri za watu nikaona kazi zimekuwa nyingi sana. Nijitahidi kutunza kama hivyo ninavyosema. Ndio maana sio nikaomba siwezi kukuambia kwamba napata kiasi gani. Lakini ndogo kaziweka. Kapata bahati ya kupata gari Toyota Alamu. Nimekuja nayo iko nje. Ndio safari yangu ambata kutoka Mtwara na kuja nao. Nazunguka nao kwa ajili ya kazi, interview, kazi zingine nimeitwa hapa nifanye hivi. Nashukuru Mungu niliangalia nikasema sitaka kuamini lakini nilikuwa katika ndoto zangu. Tabu anaishi wapi? Tabu anaishi Mtwara, Tabu anaishi Dar? Tabu anaishi Mtwara. Kwa nini Mtwara na kazi ziko Dar? Haikupi tabu? Hainipi tabu, hainipi shida kwa sababu hata hivi leo umenijua wewe, mimi nimeanza kutokea Mtwara. Sio Dar, wala sio mkoa mwingine ambao tayari mkoa umetaradadi. Kutokea Mtwara. Nipambana hivyo na Mtwara wangu kasema hii Mtwara wangu. Watu watakuja kuniona huko nilipo. Na kwa nini Mtwara? Kwa nini uliamua kustick? Kwa maana wengi tunaonaga hata wasanii wa muziki wanafanya muziki labda yuko Mwanza yuko hapa kisha toka anakuja Dar. Hapana. Wewe kwako kwa nini uliamua kubaki hapo? Mimi nimebaki Mtwara na kwa namna moja au nyingine. Mtwara ndio kumenipa heshima kwanza. Unajua unapofanya kitu unavoondoka kabisa machoni mwa watu ambao tayari hata nyuma waliwahi kukusupport kwa namna moja ama nyingine. Alafu yani tunatabia kwamba wasanii kama hivyo unavyosema ukija unasahau kila kitu. Yaani kama una nyumba unaenda nyumbani ukuta inaufa. Ile kitu ambacho mimi kitaniumiza. Alafu pia kama hivyo nilivyokuambia makaburi yako Mtwara wazee wangu. Nikiondoka mimi kila kitu kimeondoka kwa sababu sasa hivi pale Mtwara mimi ndo nimebaki peke yangu. Na mlizaliwa wangapi? Tumezaliwa 4. Okay. Wasichana wavana wawili lakini ndio yeye wa mwisho ambaye ameondoka tumbaki 3. Na wote mko hapo nyumbani? Hapana, kakaangu mkubwa wa kwanza. Anaitwa Gimbo yuko Tunduru. Mdogo wangu yuko hapo Padani afisa kilimo. Kwa kata ya Mkuranga. Mtwara ndo nilikopo mimi na huyu marehemu. Na okay. Na mwanao unaishi? Mwanangu yeye huwa anaishi sana shule boarding. Yuko Ifakara. Umesema yuko form 6. Ina maana ni msichana kabisa. Anachukuliaje kazi yako sana? Ananiambia dada una aibu. Nikamwambia una aibu wewe soma kaa ofisini. Kwa nini anaona aibu? Watu wanamvomwambia. Sio unajua kutoka likizo watoto wanaonyeshwa na mama zao. Huyu mama wa nani huyu rafiki yetu tunasoma naye. Wewe akifika na simu leo vile vituko au na hivi sasa hivi kija likizo sina anaona watu tukifika babani wanataka picha nini? Yaani mtu akisomesha ataka picha yeye kwa mitamia. Mimi naona aibu wanaume wanasimamisha. Nikamwambia soma kaa ofisini. Usisimamishwe. Sawa mwanangu. Tukirudi kwa mtoto wako, unatamani afanye nini akikua? Kwa sababu anasema anaona aibu mama yake kuwa comedian, lakini unatamani afanye kazi ya kwako au unatamani afanye kazi nyingine? Huko asije kabisa. Kwa nini? Asije na mwenyewe nimemwambia. Na ndio maana dada anapokuwa ananiambiaga mama mimi naona aibu kwa napata nafasi kupenyeza huko. Kaambia usije huko.
Yani huku usije kunatakiwa vita kubwa sana mpaka kufika malengo haya iliyofika mimi mama yako. Kwa sababu mimi nimekaa naye ameona shughuli. Yeye ndio alikuwa ananifungulia mlango, anachukua kiti anapanda juu ananifungulia. Naingia ndani. Natoka kwenye mazoezi. Sasa vitu vile mimi sitaki mwanangu avipitie, huo ndio ukweli kabisa. Kwa sababu kila mtu anazaliwa na kitu chake. Amina cha kusema sijui mtoto amemfuata baba, huo ni uongo. Mtoto kama amemfuata baba mama, ina maana ametaka tu na yeye mwanawe awe kitu fulani, lakini mimi siwezi kumwambia mwanangu basi amerudi nyumbani likizo, cheza tena, sitaki hata yani hata kidogo. Mimi ninachotaka asome. Tena kiwezekana yeye mwanasheria nifunge vizuri, nikikosea pembeni. Vipi yeye akitaka? Sina jinsi. Kwa sababu labda ndo ametaka, lakini nawaambia kabisa mimi sitaki. Lakini akitaka yeye ametaka yeye, lakini sitaki kabisa. Changamoto gani unazipitia Tabu? Hamna kazi ambayo haina changamoto. Hii kwa sasa ukiachana historia yako ya nyuma, kwa sasa ambapo umekuwa Tabu, umekuwa maarufu, lakini wanasema kila kitu kinakuja na gharama pia. Changamoto gani ambazo unazipitia kwenye kazi yako hii sasa ambayo unaifanya? Changamoto ni nyingi kwa sababu yani sijui nisemeje, sasa hivi vitu vimekuwa vingi, yani mtu hata kama umdharau anaona umemdharau. Wakati Tabu sio kawaida kumdharau. Tabu ni mtu watu, Tabu ni mcheshi. Unakuta sometimes unaamka asubuhi unakuta message mtu yani ameamua tu kujikasicha kuongea. Nakupigia, upokee. Wewe sasa hivi mko nani? Kwani hivyo? Alafu una kitu kingine unakuta ulikuwa na mtu ambaye ulikuwa naye kwa ushauri, kwa nini ulimpenda kama rafiki yako, lakini kwa sababu ya mafanikio tu kitu ndogo nilipata ukuta mtu anakublock kabisa. Sababu hakuna sababu, anajishaua hakuna. Yani kuna muda kabisa mtu anakublock, unampigia simu ni block na mwe comment ku like ukuona. Mimi nafanya hivyo kwa sababu sioni kwamba nimemkosea mtu. Na kawaida page yangu naangalia sana, hata nawe najua zama mpaka umenita hapo naangalia. Sijawahi kutupa vijembe kwa mtu yote wala kufanya kitu chochote. Yani mimi nadili tu na app hichi ninachokifanya basi na matangazo ya watu wengine. Lakini kusema labda na nimemkosea mtu mwingine pembeni nikaja hivi hamna. Lakini unakuta mtu hataki hata kukuona, hata wakati mko wote mnaonana mnakaa na kitu, hataki kabisa kukuona. Lakini riziki riziki inatisha. Lakini mimi nasema Mungu mwenyewe ndo anajua. Mungu mwenyewe ndo anajua. Napata changamoto kubwa sana. Yani watu ambao nilikuwa nawapenda nishawasaidia sana. Nikategemea hata hapa nilipofika bado wao sasa wageuke waseme sasa wao ndo mashahidi kwamba huyu kabla hajafika alikuwa na kitu fulani. Hakuna hata mmoja anizungumzia. Inaniuma sana sana. Nimefanya vitu vikubwa kwa nyuma sana, si kwa mastaa. Kwa sababu Mtwara kwangu ndio kama dampo. Ukitaka na Mtwara unagawana namba tu. Nenda sehemu fulani utakula, utakunywa, utalala, utaamka. Bure. Umeona utakula, utakunywa, utaamka bure. Na mimi napokea. Mtu fulani anakuja. Uko wapi? Niko sehemu fulani, njoo. Uzuri Mtwara na biashara ya grocery. Iko pale. Kwa hiyo pale wale watu wote wanapenda kula vinywaji baridi, vinywaji vile vya kuamshamsha vile vinapatikana pale. Kwa hiyo wasanii wakubwa kabla sijawa hivi najulikana, kwa sababu tayari nikijulikana kimtoa mtoa, lakini wakija wanaambiwa mtu fulani yule ndio msanii wetu hapa. Yani ni msanii wa Mtwara. Yani kila kijiji kina star wao. Kwa hiyo Mtwara mimi nilikuwa star wao. Kwa hiyo mtu utatazama ungefika, ungesema mimi nimekuja na project nataka kushoot, lazima ungefika kwangu. Lakini watu wote wamekusahau. Nimepokea watu wengi sana. Sitegemea hapa nilipofika nimejitahidi na japo najua kuna kitu najua. Unajua mtu kama hajakusaidia afa anaona aibu. Yani pata picha mimi nimekusaidia wewe afu kwa upendo, kwa nguvu, sisemangi lakini naongea ile kwenye moyo kwamba tumefanya vitu vingi, nimekufanya vitu vingi, ushauri vitu vingine vizuri. Alafu nikategemea unaweza hata kunisaidia, lakini baadaye hujanisaidia. Alafu nakuta Tabu katoka kwa njia nyingine mwenyewe. Hata la kuzungumza huna. Basi yani hata vile tu simu bwana ongea hivyo inapendeza mno. Kwa mwingine anaona kama aibu, anaogopa. Kumbe vitu vya kawaida vipo. Lakini mimi nilikuwa najua siku zote. Kuna siku walikuja kina Mona Lisa Mtwara, walikuwa na semina za
mambo yao. Kwa sababu mtosi ilikuwa bado, kwa hiyo watu wote lazima watoke huko waje pale. Lakini katika vikao vyao vyote Tabu Mtingita lazima awepo. Yaani pale mimi ndo star, ndo muongeaji wao. Wasanii pale walikaa pale wakawa nawaambia watu, kwa nini mkijua sema mpokee sana za usiku? Tukapigeni mpokee hapa tunaonana tu, lakini mkiondoka mnaacha namba hamtupokelee, mnatuzala sijui nini. Mona Lisa alisimama akamwambia, mimi mpaka nimefika hapa nyinyi hamjui. Kuna muda ni sawa nitakuachia namba leo. Nitarudi nyumbani nitalala. Yaani nitarudi nyumbani nimechoka, labda nimetoka location. Ukipiga simu kama sijakupokelea basi ujue kuna kazi nafanya imenichosha. Sio kwamba sitaki kupokea, tunafanya kazi kubwa sana. Mimi mpaka kufika hapa nilikuwa natembea kwa miguu na itafuta kari yako kwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo akasema ukiona tunapigiwa simu ujue tunakuwa tumechoka. Kwa ile maneno mimi nikatafakari mara mbili. Walijitahidi kujielezea sana ili mpaka msanii mwingine wa pembeni afanye nini? Haelewe. Lakini wakawa bado wanabisha. Mimi nini? Yaani sisi tunashangaa tusaidiwe, tutafanya. Sasa waliongea sana wengi, baadaye mimi nikanyosha mkono. Sasa mimi nikawa siko upande wao. Nikamwambia sikilizeni, hakuna binadamu ambao atakutafunia afa atakupa wewe mwenyewe umeze. Usiku, mchana, asubuhi, angaika. Ukishangaika fika pale unapopataka. Watu wakishapaona ndio watasema sasa huyu alihangaika. Sio nalo vizuri. Kwa hiyo hata mimi leo nikamwambia wasanii wa Mtwara, msipojifunza hapa kwa wasanii ambao wamefika na walichokiongea, na mimi ninachokiongea kwa kama hamjajifunza, hata mimi Tabu. Mimi nawaambia kesho natoka. Niliwaambia hivi kesho natoka. Hapo bado hujatoka. Sijatoka, sijui tena akiongea kitu gani. Niliwaambia kesho natoka. Mtazama na mimi mbaya. Na mimi vile mtaniona kama hao. Siwezi nikawatafunia alafu mkafanya nini? Eti njoeni tu, hakuna. Kama kushiriki na shiriki sana. Vikao tunakaa sana, tunafanya mambo mengi. Kwa hiyo unatakiwa ujitume mwenyewe ili ufike lengo. Kuna mtu mmoja msanii mkubwa sana, kuna siku nilimfuata nikamwambia, kuna msanii mwenzie sasa mkubwa mwenzie ananihitaji, ana event yake fulani. Hakujua leo. Hakuna leo. Lakini mimi kwa sababu mkubwa na naelewa nikamwambia sikiliza. Yaani ukaniona kwa sababu kuna kitu nimekifanya. Sio zamani anione mimi jamaa. Nimefanya nini? Nimefanya kitu gani? Mpaka anione mimi. Sio dhambi. Sio dhambi. Yaani sasa hivi kaniona kanijua Tabu na kitu ambacho kwenye event yake nikienda watu kitawashangaza. Sasa ukisema kwamba hajakuona jana kwa juzi unakuwa unakosea. Na utajikuta kufanya kazi wala uende mbele. Kokote kwa sababu Zamaraji hajaniona ndani. Anaita kwenye interview nikafanya nini? Hamna kitu kama hicho. Mtu ukimwona na kuita tayari una kitu. Hujaniita ina maana sina kitu. Kwa hiyo mimi nakuomba ushauri huu mimi naukataa. Kwa sababu mimi ndo kwanza naanza na watu wanahitaji kunipa support. Niende sehemu tofauti. Kwa hiyo leo ukiwa nakatishwa tamaa kwa mtindo huu siwezi kufanya kitu kingine chochote. Hapa juzi nilikuona ukienda Dubai na nilikuona tu mlienda na baadhi ya watu wengine, lakini nilikuona wewe zaidi pia. Na natamani kujua experience yako ya Dubai ilikuwaje kama Tabu. Unajua kila mtu ana namna yake kufikisha brand yake iwe vipi. Unajua watu wengi mimi nilijua niliwashangaza watu wengi sana. Mtwara mjini, maana watu walikuwa na comment pale. Mtwara mjini mpaka Dubai hatari sana. Kwa hiyo kile ndio nilichokuwa nataka watu wakione kwamba kinawezekana. Mimi nilipokuja mwaka jana niliwahi kuonana na ile familia ya Zumu. Tunashauriana mambo mengi. Tunataka kuonyesha watu kwamba comedy, sisi upande wa comedy ni watu kituishi kimoja. Hatupendi beef, tusapotiane tufike na, kwa sababu yule anakuja na mtindo wake kuchekesha anajua mwenyewe. Mimi nimekuja kivyangu najua mwenyewe. Tumekutana tu kwenye hili game. Kwa kila mtu apambane anavyojua, lakini tunapotaka kukutana lazima tupeane madini, yani ushauri kwamba tunataka tufanye nini. Basi baadaye nikamwambia bwana, unajua sisi watu wakubwa sana kama tunaweza kuwachekesha watu wana shida wana madeni. Unaona Alafu tunakuja sisi tunawachekesha bure. Kwa nini tusijichange hela zetu hizi? Tukatafuta nchi fulani hivi tukaenda kutulia. Au tukaenda kujifunza Kiingereza kwa maana tuwezi tukaenda kujifunza huko. Sasa unajua sisi tumeongea vizuri sana, nikamwambia tufanye hivyo. Kwa hiyo tunaanza kujichanga taratibu. Mwisho wa siku tukasema sasa
maagent gani ambao wanaweza kutufanya tukafika kule tukaenjoy. Tukatafuta maagent hapa Dar es Salaam tukawapata, tukawaambia sema namna 1 2 3 4 5 akasema tungamana, tukatungamana. Kwa hiyo wakatufanyia kila kitu. Yaani sisi tumebeba tunafikiri watu fulani yani usanii fulani wa nje. Tumefika airport, tumepokelewa, tumepelekwa hotelini. Haya, tukiwa tunajisikia kutaka kwenda sehemu fulani, gari limekuja. Yani ukweli tulifanya hivyo, lakini yote ni kutengeneza brand kwamba comedian nao wanaweza. Hawachekeshi bure jamani. Kuna kitu tunapata hela na kuna kitu na hela tukipata lazima tuitumie. Kuna siku lazima wazungu wanasema refresh mind. Katika ku refresh mind, kitu gani kule ulikiona cha tofauti ambacho ulisema nikija Dar au nikija Tanzania nitahadithia watu na kila mtu? Sio nitahadithia, nitengeneza mpaka comedy. Nimeona vitu vingi, sio kimoja. Vingi mama. Kwanza kule nilichogundua kikubwa kilichonifurahisha. Mimi nilifika mara pale gereza ni taxi, lakini taxi hizo ukiziona utasema ndo gari za Maladi Dubai. Kwa hiyo ukiingia kwanza inaanza kukupa harufu fulani, inanukia. Mimi si nikaingia na baga. Asinishishue ni dereva kaambia na mwana awali kwenye magari. Kizungu lakini aliniambia no it is drive. Kana alipotaja it tukajua watu kula. Hawataki kula. Sasa nikajikumbusha Tanzania yetu mahindi tunakula. Njugu tunakula, nafaka tunakula. Unajikuta mwingine kwenye taxi mimi na wewe. Kuna harufu kama ya hewa chafu. Unajiuliza za Maladi ameanza ametoa hewa chafu. Kuna awali si kwenye daladala, si kwenye taxi. Hilo la kwanza. Lingine likanifurahisha kitu, kuna msikiti unaingia watu 10,000. Lakini unapaki gari yako nje. Kule unajua wale wanaela viatu kama vyako za Maladi labda hivyo milioni 200,000 vinakaa nje. Unaenda mama unaswali, ukimaliza kuswali pale ukitoka nje unakuta viatu vyako. Sasa Dar es Salaam Tanzania ya Dar es Salaam da kiatu hiki kaacha msikiti wote Kisutu. Kaswali ndani toka nje. Ukivikuta wewe uswali tu. Kwa ule experience maisha tofauti sana usafi kwanza. Alafu kuna hii tabia, kuna mtu mmoja alikujaga hapa akasema wewe nchi nani unajua usitupe uchafu lakini yeye akija nchi yetu anavuta sigara. Alafu vipisi vile anatupa. Sisi kwao tukienda tunapigwa marufuku na tunakubali. Kwa nini na sisi tunaona ukija kule kuvuta sigara akitupa tusiwakataze? Kwa hiyo lazima tujijengee hivyo. Yaani usafi ni sisi wenyewe. Sio mpaka tusukume. Yaani labda mkuu wa mkoa ndo aseme jamani leo usafi ndio watu wanamka asubuhi kufanya usafi. Hamna kitu kama hicho. Yaani kule wenyewe. Dustbin lipo kila sehemu. Kwa hiyo kila kitu na yaani dereva anapaki gari. Ukashuka kwenda kutupa kitu chako. Uko ndani ya gari. Huko atakwambia nachelewa. Kwa hiyo ndio unafanya kila unasukumia mbele kwenye dereva taxi pale chwa. Akija mtu mwingine akikuta alikula nani tabu akaacha. Kwa hiyo vitu vingi sana nimejifunza, yani alafu sasa nimejifunza vile vile na Kiingereza cha kule hawatumii nguvu. Yani kule ukienda kusema I need water, unajua huyu anataka maji, yani hawaendeleze. Sasa kwetu kwa ndakojua sana kati sio chao. Sema tu I need mtu anaendeleza, anataka afike mpaka jibu lake au kutoka. Anakuchanganya katikati hapo. Kama vipi hadi huko? Mfano. Yani kwa mfano unataka kumuuliza mtu labda yani najua lugha nitaongea what is Tanzania sio nini. Sasa inabidi kujibu tu Tanzania ni labda kwa Kiingereza. Tanzania ni nchi ambayo ina amani, ni nchi ambayo Watanzania tunafurahia jinsi gani tunaishi, tunapendana na hivyo na hivyo. Sasa Kiingereza chake kikija hapo ataongeza na vitu vingine ambavyo vijui. Wakati kule ni short and clear. Kwa hiyo ili umuone tu anajua. Anaongea Kiingereza kingi. Cha. Neno jikaze limetokea wapi? Jikaze kwetu Mtwara tunaongea jikaze, kutindinganya, umeona, umeabadula, umeabodola. Yaani ni vitu ambavyo jikaze yani kila mtu anatakiwa kujikaza. Jambo lolote unataka kujikwaa mwambie tu mwanzo jikaze. Yaani kujikaza ni kuvumilia maumivu. Ndio maana. Kutindinganya ni kuharibu. Unaona kama mtu ameharibu kitu chochote hata nyumbani hata mtu amevunja nani vikombe jamani watoto nimeshatindinganya yani tayari wameshaharibu. Umeelewa? Kwa hiyo kila maneno ambayo mimi nayaongea ni ya kwetu kule ya uswahilini lakini yanakuwa na maana
ambayo hata huku ipo. Natamani uongee kwa Kimakonde. Naitwa Tabu Mtingita na unaangalia, usikose kuangalia Zamaradi TV na nitakana siku fulani. Kwa Kimakonde. Yani Kilugha au kwa Kilugha. Mbaya zaidi Kilugha kukiongea shida. Haiwezekani. Lakini lafuzi ile ipo. Tuanze na lafuzi. Subutu. Naitwa Tabu Mtingita. Usikose kuangalia exclusive Mtume. Maana ndio kitu cha kizungu hiki. Na usikose kusubscribe YouTube yake. Utaona mambo mazuri ya tarabadi. Yani leo niko ndani ya Zamaradi TV. Mambo yamenoga hiyo. Comedian gani unamwangalia kama mfano kwa hapa Tanzania? Kwa hapa Tanzania. Mpoki. Kwa nini Mpoki? Nampenda Mpoki, ana comedy fulani hivi ambayo kama mtu mwingine muelewe lakini mimi namuelewa. Yani kama anachamba lakini lazima ucheke. Unachamba huko unacheka mwenyewe. Na ana maneno ya kulipuka hapo na ndio napenda. Yani anaweza kuwa anakuambia kitu na wewe mwenyewe unacheka lakini unajua kimesha kufikia. Yani analipuka tu hapo na hapo linakuja tu. Tuko pamoja. Kwa Mpoki tuko pamoja. Umeona nampenda kubali. Na japo mwenyewe atatoa kina na akili. Na kwa nje kama yupo? Kwa nje yule wa zamani wa kofia yule. Lakini alikuwa haongei, yeye anafanya kama vitendo. Anaitwa nani? Jina la kizungu bwana. Jina la kizungu. Charles Chaplin au champion hii. Na ndio mwenyewe ya mwisho ndo champion. Yule ananifurahisha sana. Kwanza mnifurahisha ile mustachi yake. Dunia nzima na pekee yake yani hapa. Pale kinywa mchuzi lazima mchuzi ubaki. Ilikuwaje comedy na sio maigizo ya kawaida kwako? Safi. Kwa nini nimeingia huko? Unajua mimi nilianza kwenye serious. Sasa kipindi kile mimi naanza kufanya natoka na hizi filamu na nini natengeneza mwenyewe, naitwa sehemu tofauti. Unajua nimefanya filamu za watu. Nimecheza na Mzee Jengua, nimecheza na Mzee Msisili, Mama Kawele, Dimoso, nilifanya nao kazi sana. Sasa unaangalia unajituma, afu unasema mimi kuna siku nitakuja nitatoka katika hii userious. Nafanya vizuri. Unasema kuna siku akienda kwa dada na kaenda Zamaradi utasema Mtwara kuna kitu. Lakini unakuta muda ambao tunataka kutoka ndio muda tayari wasanii wote wa Bongo Movie wanaanza kupaka makeup na kubandika kope. Soko la Bongo Movie halijakufa, mimi nakataa, lipo. Lakini wasanii ambao wenyewe ambao wametufanya sisi mpaka tufike hapo, yani kuna vitu vidogo tu wanatakiwa viache. Wakumbuke walikotoka. Kujipamba kupo, kupiga picha kupo. Kwani zamani kupo hakuna. So unapiga picha ulikuwa unaona wewe ana rangi nyeusi, wewe sasa hivi ana rangi nyeupe, Antizekeli ana rangi nyekundu, sasa hivi ana rangi nyeusi. Tulikuwa tunaona. Lakini wakumbuke kazi. Ile kazi walikuwa wanafanya kila Jumatatu tunaona vitu. Kila Jumamosi tunaona filamu. Yani ile ndio ilikuwa inatufanya hata sisi tuliotoka huko tuwafuate wao. Unataka kuniambia uril umepotea? Kabisa. Lakini Bongo Movie haijakufa. Lakini wakiacha tu haya niliyosema mimi, wakarudi kwenye kazi, mbona wapo? Kwa nini sasa hivi wanakimbilia sana kwenye tamthilia? Ina maana wamegundua wapi palipokosewa. Kwa hiyo sasa hivi wamejikita wengi kwenye tamthilia na kule wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni kitu cha kugeuza tu sasa hivi, huku ziende na huku kwenye filamu ziende. Kwa hiyo wakati tunatoka vile ndio soko lenyewe lishaanza kujidimia. Wenyewe kwa wenyewe tunaona sisi tu wadogo sasa tunataka tuje kesho kutwa tunaona sasa hivi watu wanawazungumzia hakuna mpaka vile vikao vya wasanii wanakutana siju sasa hivi ndani filamu mpya wanakaa vikao kesho tuone filamu mpya tunaona za zamani. Nikasukuta nikaona cha kufia ni. Huko nikiwafuata hawa unajilemba hao. Mama ukibandika kope mama zinapanda mama zinashuka. Nikasema hapa kuna kitu kitanikuta. Ukaona ushindani ni mkubwa mno. Alafu siwezi kufika kokote kwa sababu tayari watu washapaka lipstick. Na Bongo Movie kipindi kile mtu akicheza lazima mshahara taraddadi. Sababu kipindi kile na taraddadi na nini? Wa maisha nilikotupa nilikoweka. Na ndio niweka hapo kwenye kabati. Kwa nitaisha mambo ndani kucheka tu nimepita hiyo sini moja. Tabu nicheza na nani? Na Gabo. Mimi nimecheka tu ndani. Alafu nikapita tu mama lia. Niko na sio tabu mimi. Mimi vitu vya kujinambia msiweze kwenye ningekuwa
Kwa hiyo sasa hivi ninapoongea na watu kama hivi wanacheka, ukija ofisini kwangu unapigisha story kama hivi unavocheka wewe, nikasema kumbe inawezekana. Sasa nisiongee cha Dar es Salaam. Kwa sababu cha Dar es Salaam nilikuwa nikiweza mtoro nikikipiga nilikuwa naonekana mtu fulani. Baadaye kama kwenye ni wageuzi hao. Wa Makonde mimi watani zangu. Wanadai kuna Makonde watani. Nikasema sasa jifanye mwewe. Sitaki cha Dar es Salaam. Basi nikianza. Kwa nini uko wapi? Si uje. Watu babu hawana. Nikasema baina fai. Ramadhani ya mwaka juzi mwezi wa 5. Nadhani ndio umeanza kuniona. Nilipigia simu nampigia mjomba na Mbende. Na Mbende yupo hiyo kwa Mtwara. Unajua yule ni mtu mzima. Kwa hiyo na sanaa kila mtu yupo kwenye moyo. Kwa hiyo mimi nilitaka sana muda mrefu sana. Na hata yeye ndio nilimshika mkono mpaka hapa hivi. Na nilimtoa Mtwara nikamleta Dar es Salaam tukafanya interview tofauti nyingi mimi. Lakini sasa baadaye uweze kumchukua mtu kama mzigo. Lazima naye awe na nia. Sasa mwenzangu kidogo kama ukimwambia twende Dar, hapo unafikiria sasa utafute nauli ya watu wawili. Sasa hapo ndo palikuwa pagumu. Na yule ana familia. Nyumbani aache afanyaje? Wakati mimi sana ndio naanza kutoka kwa bado hata matangazo sipati. Kwa hiyo unakaza mwenyewe. Nikawa nakaza mwenyewe, nikamwambia basi acha nikaze mwenyewe. Kwa hiyo ndio tumeanza kupoteana hivyo. Lakini hamna kitu kingine chote, ni majukumu tu ambayo hapo. Na anapenda afanye sana mpaka leo, lakini bado userious ule haupo. Yaani unajua kuna mtu hata ukimvuta anakuja. Tumchukulie mfano Samofi. Samofi ni mtu ambaye zamani alikuwa anafanya vizuri sana huko nyuma. Mimi ni shabiki yake. Kitu cha TV za kichogo zile. Ndio lakini unawaona watu. Kwa hiyo mimi pale bila kutokea yeye nilikuwa sisikila kabisa. Sasa nilivyokuja namshukuru Mungu Riyama. Namtembelea Riyama kabla sijata star wala nini. Tunakaa kwake tunakula tunafanyaje. Ndio nikamwona pale. Baadaye hivyo nikamwambia na akiongea na cheka napenda nini. Nilivyoje kutoka nikamwambia kabisa mtu akaniambia mchukua. Kwa hiyo nimekuwa dada yake zaidi hata ile mtu aliyokuwa naye. Yaani kumzungumzia Samofi dada yake ni tabu, sio ni hapa. Lakini namshukuru sana. Ndio kanipa Samofi. Mnyongeni yake mpeni. Ni kweli. Yeah. Aise, hongera sana kwa safari yako. Ina inspire na inaonyesha, yani ni mfano mmoja wa watu ambao waliangalia njia zao na akaona hii ndio njia ambayo itanifikisha. Na kuna kitu kipo labda niongeza, kuna kitu kipo unajua mimi ni comedian lakini zama uweze mimi hata sasa kutoka pale nje naweza nikamwambia naomba tucheze clip lakini yote nikaimaliza mimi lakini wewe ukacheza. Kwa hiyo mimi nacheza na mtu mwingine yote. Unajua kuna watu niko nafanya hizo comedy zangu nikifanya na mtu unajua wengi wananiomba ni wasaidie na sio mchoyo kwa kweli. Tumewasaidia watu wengi sana. Ambapo hata sasa hivi ndugu yangu ukimzungumzia Samofi watu walishasahau. Lakini niko naye mimi sasa hivi anaonekana Samofi yupo na yani hata watu ambao walikuwa angalia zamani sasa hivi wanajua kwamba huyu yupo. Umeelewa? Kwa hiyo namsaidia mtu mmoja baada ya mwingine. Nataka nini wananijia sana njoo location akija nampa simu moja anacheza huyu ananifaa. Huyu ila simwachi hivyo namwambia jitahidi. Yaani usitegemee kwamba watu wanafika tu wanakuwa hivi na hivi sio rahisi. Kwa natakiwa kufanya. Kwa hiyo mimi nafanya na watu tofauti. Kwa unaweza kukuta mimi miezi 3 sijacheza na Samofi. Mtu anauliza Samofi yuko wapi? Yaani mtu anatafuta tu kutengeneza kitu. Kumbe Samofi yupo na bado niko naye. Na kama bado nimekuambia nimekuja naye. Yaani siwezi kumwacha ni mtu wangu kama partner. Ila ni unajaribu kuangalia na watu wengine katika njia nini natafuta kitu gani kizuri. Sawa nimempata Samofi na tukikaa tunacheza tunaenda. Je mtu mwingine jela anacho. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo lazima nifanye na watu tofauti lakini comedian ni mimi. Kwa hiyo Ramadhani mwaka juzi ndio ukampigia mjomba na Mbende ndio nilikuwa naye nikafanya naye kazi. Nimekuja huko sasa hivi na watu wengi sasa hivi na kundi langu ambao na timu yangu kabisa sasa hivi ambao niko naye na inafanya kazi vizuri. Namuona yule kaka ambaye anaitwa Soja mwenye rasta. Mimi nachezaga kama mkwe anakuja kunishtakia. Yuko yule big XL yule nilitoa ile neno kwamba neno mtema XL. Kwa hiyo timu imekamilika iko vizuri na wanafanya vizuri sana. Mipango yako ni nini? Natamani nifike huko na kufika. Unajua nilienda Dubai nikaona watu wamechora picha wakaweka. Nikajiuliza ndio kwa mfano niko tabu pale. Yaani kama zamani nilikuja Dubai nikatembea funa kuta picha yangu iko pale. I make sense, it's not a problem. Mama Kiingereza ikipakini zamani. Kikubwa. Hujakielewa. Yaani nasema kwa mfano, yaani na tafsiri mwenyewe sasa. Sababu mimi sinaongea ninachokielewa.
kwamba nimekuwa msanii mkubwa. Alafu picha zangu zipo kila sehemu. Tanzania hapa imebandikwa sehemu. Umeenda Dubai labda nchi kama ile. Kama tunavyokuta kina aje suluhisho bandikwa tu. Na mimi ukanikuta pale imebandikwa. Yaani hata mpenyoni. Hizo nyumba kubwa sana nikatumia nguvu. Hata mpenyoni. Alafu nakatisha unaniona. Nzuri. Penye nini pana njia. Ishara na nitafika. Kama niliomba kwa Mwenyezi Mungu nifike katika TV ya Zamaradi TV na nimefika. Basi na hakika na huko nitafika. Niko naomba wewe. Ujue tu. Ujue ndio basi miaka moja tukaanza nakuja. Sio tuchakufia nini? Chochote unachotamani kuongea, chochote kile ambacho sijakuuliza lakini ulitamani kukiongea. Hapana, labda mimi niseme kitu kwamba ninapoonwa na wengi ndio mafanikio yanapokuja. Yaani leo katika watu ambao nimeongeza nilikuwa nawataka wanione alafu nisikie sauti yake na yeye asikie sauti yangu. Wewe ukiwa mmoja wapo katika hawa ambao nataka niwafikie. Kwa hiyo nataka niwaambie watu leo na furaha kubwa sana. Kwanza leo nafunga. Nitakula saa 6 usiku. Mungu mwenyewe anajua kwa sababu nimeonana na Zamaradi. Ni mtu ambaye ananishawishi sana kama mwanamke. Na mimi kuna siku najua nitafungua hii TV. Inshallah. Hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo nataka niwaambie watu kwamba nimefurahi sana sana na msikose exclusive hii tena. Exclusive hii kuiangalia mwanzo mwisho na kwenda huko kusubscribe channel ya on YouTube wenyewe wanavyoita. Mambo ya mitarada dijama. Watu wengi wakiwaona macomedian wanaamini ni watu wa raha muda wote, hawana tabu, hawana maumivu, labda ni watu wa kucheka kutokana na kile ambacho wanakitoa kwa watu. Yaani nyinyi mna kazi ya kuchekesha watu ambao wana matatizo. Lakini sio kwamba nyinyi hamna matatizo. Nyinyi pia mna mambo yenu kiubinadamu. Labda ni kitu gani ambacho tabu kilishawahi kukutokea kwenye maisha ambacho kiliwahi kukuumiza sana kwenye maisha yako na hautakao kisahau, ama ni kitu tuanze kwanza hapo alafu nitaenda kwenye swali lingine. Yapo mengi sana. Najua mimi nishakushikwa ugoni lakini ugoni haukunihusu. Kitu ambacho nikikaa, yani saa nyingine nikikaa kama kinanijia. Maana nilipigika sana. Na watu wanapiga mume, mwenye mume wake. Mimi mtu sumu mimi nasema. Ndio maana sitaki wanaume watu kabisa. Mimi mwanaume naanza naye hata baba watoto wangu. Mimi ndo umeanza naye. Ilikuwaje? Ilikuwa wapi? Siku moja nilikuwa natoka mazoezini sana yeye. Ndipo hata wazee wangu waliposema kwamba sisi sio mwanetu. Toka mazoezini nimevaa dela langu. Mimi napenda sana madela tangia huko. Ila sasa hivi kwa sababu nimekuja Dar es Salaam lazima ni change motion. Jamani kuna wakati kuna show zingine ukienda lazima uonekane. Umeona? Natabu ni mzuri. Kabisa. Black Beauty. Usifikirie wewe. Lazima nianze mwenyewe kwanza. Yaani wanasema mimi kwanza. Alafu wengine ndio watafuata. Mimi kwanza. Mimi ni mzuri. Kwa hiyo napenda kuvaa madela na madela nikivaa yanakaa kweli. Kwa hiyo nikatisha kwenye guest fulani. Nilipokatisha kumbe kuna mwali ameingia mule anifanana na nyama zangu. Umeona na dela tulovaa kama tulikuwa unajua madukani wanatukosea sana. Mimi nasema sasa hivi madela watoe rangi tofauti sio madela ambayo yanafanana. Hii inatuia ugumu. Mimi ugoni umenishika kwa ajili ya dela. Sale. Wazungu wanaita coincidence. Asante. Nimeelewa hapo. Umeelewa kidogo. Yaani kufanania. Kwa hiyo nimekatisha pale mpenyoni, ule mpenyo na guest. Kwa hiyo inaonekana kuna mtu alishaingia tangia saa 6 mchana. Mwenye mume anamsubiri na timu yake. Ana marungu, ana mapanga bure, kupiga bure. Yaani siku ilikuwa kupiga bure. Amejipanga mama mpenyoni. Mimi ndo natoka mazoezini saa 12. Yaani show kule ndani imefanyika mpaka saa 12. Kutoka kuanzia saa 6. Kuanzia saa 6 jua linawaka. Walivumilia. Mimi nikaonekana mimi ndo mwenye show ile. Mungu baba. Kama Mungu ataka kukupa leo anakupa tabu usta. Anataka kupiga. Basi ninakatisha 12 kaonekana nimetoka lango wa nyuma ukuepo. Huyo mimi sisikimbi, sijui kilichotokea. Huyo ugoni. Nimechotwa bonge la mtamu. Chini. Nikasimama kwanza. Kwa nini mnakimbizana ugoni? Ugoni wewe nani wewe? Umemchukua mume wangu tangia saa 6 umejifungia naye. Mimi tabu na watu wamesema umkuona kabisa umeingia hivi.
ukuwepo, nilipigika hapa na kovu hapa. Wapi? Mtwara. Na sisi watu wa Mtwara ndio sikileni kwa sana ndio huni umalaya. Kwa hiyo watu wakaamini walipitisha moja kwa moja, yani walienda mahakamani wakamhukumu mtu moja kwa moja. Wakachea wakalaiki wakakomenti wakamaliza. Nikaona hapa nitakufa. Mungu alinipa nguvu ambazo yani Mungu kanikutetea pale nivunje, afu Mungu akanipa nguvu za kukimbia. Nilikimbia mpaka nyumbani. Nafika nyumbani nakuta mama kalala kwenye vitanda hivi vya dogdog hivi. Mama yangu alikuwa mwalimu ndo karudi shuleni. Na nakumbuka ilikuwa siku ya Alhamisi hiyo. Yaani mpaka siku naijua ndio ujue kwamba jambo lilinitesa. Nafika pale ni uweze mimi kile kitanda kifupi mama la kiluka kile kitanda. Nikakaa nyuma ya kile kitanda cha mama nikajua mama atanitetea. Ananiona mwana anavuja damu. Vipi tumemshika ugoni? Ugoni wapi guest fulani? Kwa hiyo watu walikuwa wana wewe tu mpaka nyumbani wewe hawakuniacha wewe. Hawakuniacha mpaka nyumbani. Na uzuri ni kupita kwa mpenyo na nyumbani sio mbali sana, hapa kwa mbali. Lakini nilikimbia sana. Nilikimbia sana. Yaani mimi naona nipitiliza za kukimbia mtu mzima kama mimi zilipita. Mama akamwambia nilikwambia. Hii mambo ya sanaa, mambo ya nini? Fanyeni mnachotaka. Yaani ndio alivyosema hivyo awambi. Akamwambia fanyeni mnachotaka, naomba fanyeni mnachotaka. Nikaingia ndani nikafunga milango. Wakagonga madirisha pale nyumbani, wakafanya hivyo, kufanya kidogo mzee wangu ndo anarudi. Vipi hapa? Ugoni mwanao amemshika kwa anavuja damu. Kuingia ndani baba kule ananyona na hema, siwezi kuongea. Nina damu mwili mzima. Nini? Baba ikabidi sasa, unajua wanaume nao kidogo wana ikaingia sasa uoga. Mpaka mama naye huruma ikaingia akasema jamani sasa sikilizeni. Hili sio tutaliongea. Tutakuja nyumbani kwa sababu ni watu ambao wanafahamiana. Umeelewa? Tutakuja nyumbani, tutakuja kulizungumza nendeni. Basi baadaye wakanioje nitamba mimi sijafanya chochote, naomba hata twende sehemu ambapo nilikuwepo. Lakini kwa sababu ni sanaa na wale wazee wangu walishaamini kwamba kipindi niko sanaa ni uhuni na walishaniambia na wadhalilisha, kwa hiyo sikuonekana kama naongea kitu ambacho ni cha kweli. Kwa hiyo wale familia zinafahamiana, yani wale waliokushika ugoni wanakufahamu na wewe pia. Sawa kabisa, mpaka mzee anafahamu. Kwa hiyo wakati yule ameingia na yule mwanaume mwingine ikaonekana ni wewe. Mimi. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa ni wewe. Ni mimi, kumbe sio mimi. Na wewe kapita maeneo yale. Tena sasa nakwambia shughuli iliendelea hajatoka saa 12. Yaani mwenye show yake baada ya kupata taarifa sasa hapa katikati hakutoka saa 12 ile niliyopita mimi. Nasikia ametoka kwenye saa 5 usiku. Mwenyewe jambo lake. Kwa starehe mimi huko nimepigwa bure. Chochote sijafanya chochote. Mungu sasimani nikaenda baba akanipakiza kwenye gari kwenda hospitali nikatibiwa nikamaliza. Kaka kama wiki 2. Wiki ya 3 mzee mwenyewe namjua na yule mkeke mimi namfahamu. Nikakutana naye barabarani. Akaniita Tabu nikamwambia wewe mzee wewe. Wewe sasa ndo unatupeleka motoni. Mkeo anapiga kama John Cena. Taarifa unazo mimi nililazwa hospitali siku 2. Akaniambia nataka nikome mzani. Nikamwambia usinigusa usiniongelee. Yaani kuna watu wananiona sasa hivi nitakuja kupigika. Nilichofanya mimi nikarudi nyumbani mbio. Kurudi nyumbani Mungu sasa namkuta mzee yuko pale. Nikamwambia baba yule mzee nimeshika unaniambia umenishika ugoni ukanipiga ananiita. Sasa mimi naogopa nataka niite mbele yako nisikie anachotaka kuniambia. Mzee tukatoka pale na gari tukamfuata akamkuta. Mzee mwenzangu samahani. Jambo limetokea nimesikia alimfanyika mke wangu alinitumia tu hasira nini lakini hakuwa tabu. Baba akamwambia mambo sio mengi mwite mkeo. Kapiga simu mke wake pale kaja pale mimi nimekaa nimejificha nyuma baba maana najua yule shughuli yake sio ndogo mwali anapiga yule yani ndo kama mume wa mtu kinichukua ndio inakuwa shule yenyewe hii haya mimi nimechezea na wewe ulishaye kumpigia mtu kwa ajili ya mume wako sana na mimi vile lakini baada ya kipigo kwanza kwa sababu alikuwa bado siolewa kwa hiyo baada ya kipigo kwa na mimi baadaye na mimi kupiga kwangu niliona tu message. Baby na shida ya pedi, nikamwambia naomba nipelekee nikamrudie mimi. Twende tu leo zamu yako na kupumzisha baba, pedi nenda kununua mimi. Andu shindo kujana godoro. Nikanisaidia kitu gani? Kama ana la pedi. Sasa leo nitakutoa mimi nipeleke. Hadi kukupeleka nikamwambia nipeleke, usiogope. Si la pedi tu. Kuna shida gani? Mimi nakusaidia leo mimi nitakanunua dazani mzima. Mimi nakujua wewe. Sio kama nikamwambia nipeleke bwana, hapa tulali leo. Akanipeleka.
mlango ugonga. Mbona sasa pedi zenyewe unaona ngambia atapata tu pedi. Usijali. Usijali. Sisi hata tigo pesa natumia anaenda kununua shida nini? Umeona? Unamtumia tu kwenye pesa anaenda kununua. Kugonga anatoka mwali. Hata alipata hiyo bedi. Alichezea makofi pale. Yaani sijui 660,000. Alafu nikaondoka. Nikamwambia sasa hiyo leo ndo tavaa. Na mumeo ukamchukua ukamwacha pale pale. Nimuache ingeenda nimbembeleze. Nilimchukua. Chukua ndo nikamwambia nyuma chana godoro. Kwa hiyo na mimi nilipigika. Na waliendelea au hawakuendelea? Unaweza kujua wewe huwezi kujua zinaisha namba kama ni mama yake jina. Unajua tunaishi na mama wako hivi wako ngondoi. Kuna watu wanaishi na mama wako zao majina hawajui. Kwa hiyo inawezekana jina la mama mko mtu kaandika moja. Mimi mpaka jina la mama mko sijui. Na ni ndoa umekaa miaka 12. 12 jina mama mkwe sijui. Inawezekana kanibaya sio Grace sijui mwalimu sijui. Na sijataka kulijua. Inawezekana ndio hilo akipiga mama huyo. Kumbe yule mwali. Na ilikuwaje miaka 12 mkawa hamjafanikiwa kupata mtoto? Haukupenda au situation au ni ulipanga? Na matatizo. Na matatizo. Mzazi wangu mgumu sana. Lakini kitu ambacho mlitamani. Kabisa. Ule mwaka ule wa kwanza nilitamani tu ingefika na asubuhi tu ningecheua. Nilitamani sana. Na mpaka leo natamani. Bado. Yaani tumbo linanisumbua sana. Kwa hiyo una mtoto mmoja tu sio kwa kupenda. Okay. Nimemzaa mwaka 2000. Kwa hiyo ingekuwa ni mapenzi yako sasa ungeweza kuongeza. Hata 6. Okay. Na haikukupa tabu kwenye ndoa kukaa na kuweza kupata mtoto kwa miaka yote? Ni tabu wapi? Mimi ndo baba ndo mama. Money talks. Ukisema tu hii basi. Baby tuendelee. Ikaze. Kwa hiyo hapo unataka kunionyesha kwamba umaskini pia ni tatizo sangine kwenye ndoa kunyanyasika. Inasababisha kwamba double lakini kuna muda kumbe mtu anaweza kukumwambia kitu na akakusikiliza. Unamwambiaje mwanamke ambaye yuko nyumbani? Tuko kwenye msimu wa Wonder Woman sisi kama Zamaradi TV. Kikubwa ni mwanamke ni kujitambua. Mwanamke kwanza ni kujipa thamani. Hata kama upo kwenye ndoa, hata kama haupo, yani watu wanakuchukulia sio nini. Yaani mfano alistabu amechukuliwa vibaya sana. Nimeongea vitu vingi sana. Lakini bado nilisimama kama mwanamke. Nimeanza kusimama kabla hata sijaolewa. Yaani nilifanya vitu vingi sana vya kuonekana kama sifai katika jamii. Lakini leo Tabu anamwangalia na anafaa. Kwa hiyo wewe uliokuwa nyumbani jitahidi kufikisha ndoto zako. Yaani ndoto usiziue na usikate tamaa. Yaani kama unataka kuingia sehemu, ingia mazima. Usiingie mguu katoka. Wewe ingia mpaka nyole ya mwisho ya kichwa utosi. Mwanamke simama, mwanamke pambana, wanawake tunaweza. Na tena tunaweza kuliko hata wanaume. Kwa sababu tunaona sasa hivi mimi kazi nyingi ninazofanya za matangazo, simu zote ninazopokea ni za wanawake. Ndio wanaojishughulisha. Sasa wewe nani? Uwezi kufanya chochote basi tembeza mboga barabarani. Uwezi kujua kesho utaokota nini. Mwanamke simama, mwanamke pambana, sisi tunaweza. Mimi nimemaliza Tabu. Asante. Kama wewe una lolote tena? Hapana. Sina lolote. Mtu yote wa kumshukuru leo. Namshukuru sana mtu special sana kwangu ananifanya Tabu najulikana, Tabu nang'aa, Tabu vichekesho vyangu vyote anafanya yeye. Yaani yeye ndo hata vikataba Kiingereza pia ndo ananitafsiria, maana English nothing problem. Si mwingine. Alex Guitar. Big up sana ndugu yangu, safari yangu naiona na wewe ndo unanipa samani. Hivyo. Uko kwenye mahusiano kwa sasa? Nakosaje na damu inachemka? Wewe wa pili mbali. 2 wa 3. Wa pili kwa tarehe 2. Mbali sana. Na una muda gani kwenye mahusiano? Sana. Una muda gani kwenye mahusiano? Si wiki 2, nimeshindwa. Nimeshindwa kwa familia. Tabu umetubisha lakini sio kesi. Mimi naitwa Zamaradi Mketema, ilikuwa ni exclusive interview na Tabu. Bado natamani, nahisi kabisa kuna vitu vingi ambavyo hatujaongea. Next time tutakutafuta tena. Naomba tu uwepo wako. Nahisi kabisa kuna mengi ambayo tunatakiwa kuongea tena kwenye phase 2. Mpaka wakati mwingine endelea kusubscribe channel yetu, lakini kama wewe ni msichana kama alivyosema Tabu, kuna kujishughulisha. Kuna chuo ambacho kinafahamika kwa jina la Zuri Beauty Academy. Nenda pale, kajifunze, wanafundisha
wanafundisha makeup, wanafundisha mambo ya massage, wanafundisha mambo ya kucha, wanafundisha mambo yote unayojua kuhusiana na urembo. Kupitia pale una uwezo wa kujifungulia wewe mwenyewe kitu chako pembeni na ukaanza safari yako. Shukrani pia kwa ZSSF ambao hawa ni mfuko wa hifadhi ya jamii ya Zanzibar. Kumbuka tu mambo ni mengi, na kuna kwa sisi wanawake kuna mfuko maalum wa uzazi pale ambapo unajifungua. Kama unavyojua kwenye kujifungua kuna changamoto nyingi sana, lakini utajisikiaje pale ambapo unajifungua? Huwazi kuhusu hospitali, huwazi kuhusu mtoto atafanya nini, vifaa vya mtoto, kwa sababu ZSSF wana fao la uzazi ambao ni hela unaolipwa baada tu ya kujifungua mtoto wako ili kukuwezesha katika kukabiliana na zile changamoto za kipindi kile cha uzazi ambacho utakuwa uko nyumbani. Mimi naitwa Zamaradi Mketema. Bye bye.